Kufuatia uvumi na uzushi wa baadhi ya watu na kuzua taharuki kwa kudai kuibiwa nyeti zao baada ya kushikwa bega, hali iliyopelekea vitendo vya uvunjifu wa amani ikiwemo vurugu na kusababisha baadhi ya watu kushambuliwa na kujeruhiwa, Jeshi la Polisi mkoani Morogoro limefanya msako katika wilaya zake zote na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa 5 kwa tuhuma hizo. Kati yao watuhumiwa 4 wamefikishwa mahakamani na kuhukumiwa adhabu ya kifungo, huku mmoja taratibu za kisheria zikiendelea na atafikishwa mahakamani wakati wowote. Waliokamatwa kufikishwa mahakamani na kupata adhabu ya kifungo ni kama ifuatavyo: Abdul Mohamed Mongela mwenye umri wa miaka 24, dereva pikipiki, mkazi wa Msamvu katika manispaa ya Morogoro, alidai kushikwa bega na abiria wake katika eneo la 88 hapa manispaa ya Morogoro. Huyu amehukumiwa kifungo cha miezi 5 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kutoa taarifa za uongo na kuzua taharuki. Vile vile alikamatwa na kufikishwa mahakamani Mapesa Julius Kitunde mwenye umri wa miaka 34, mkulima, mkazi wa Mwaya, kata ya Kisawasawa, wilaya ya Kilombero, ambaye amehukumiwa kifungo cha miezi 3 jela baada ya kupatikana na hatia kwa kosa la uvunjifu wa amani uliosababishwa na kuzua taharuki kwa kusema hazioni nyeti zake baada ya kushikwa bega. Mwingine ni Laurent Masuruja Kanagana mwenye umri wa miaka 25, mwanafunzi chuo kikuu Mzumbe, mkazi wa Oysterbay, kata ya Mzumbe na wilaya ya Mvomero, ambaye alihukumiwa kifungo cha mwezi 1 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kutoa taarifa za uongo na kuzua taharuki. Aidha, alikamatwa na kufikishwa mahakamani Baraka Kela Muhimbano mwenye umri wa miaka 21, mfanyabiashara, mkazi wa Dumila, wilaya ya Kilosa, ambaye alihukumiwa kifungo cha miezi 6 ambayo ataitumikia kwa kufanya usafi katika zahanati ya Dumila. Hii ni baada ya kukutwa na hatia ya kutoa taarifa za uongo kwa kusema hazioni sehemu zake za siri